ni kuhusu maridhiano feki. Bahati nzuri mimi nilikuwa kwenye timu ya kilichoitwa maridhiano, watu 5 tu. Nataka nirudie ambayo tumeyasema, na nashukuru mwenyekiti wetu amezungumza, mmesikia. Hakuna jambo la siri tutakalolifanya sisi. Mambo yanayohusu mazungumzo ya aina yoyote kuhusiana na kutatua mzozo mkubwa uliopo na mkwamo kwenye nchi ni mambo yanayohusu wananchi, sio mambo yanayohusu watu wachache. Na chama chetu kitayajadili kwa uwazi kwa wananchi kujua kila hatua inayoendelea. Cha kwanza tumesema, na ndio msimamo wa kamati kuu, hakuna mazungumzo yoyote yatakayoongozwa na mtu yoyote isipokuwa mwenyekiti mwenyewe awe nje. Kwa kama kuna njia ya kuanza kuzungumza, lazima kwanza mwenyekiti wa chama chetu mwenyewe awe nje na vikao videcide. Cha pili, hakuna mazungumzo tutakayozungumza bila mediator. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila mwenyekiti kuwa nje. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila watu kuwajibika. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila mediator, interlocutor ambaye atakuwa between. Ndio mazungumzo ya maana ambayo yametokea, na kwa mara ya kwanza nimemsikia hata Dr. Bana ambaye ni very haijawahi kutokea, ni kitu cha kunani, amezungumza vizuri sana, na katika hilo mimi nampongeza. Kwa mara ya kwanza Benson Bana amesema vitu vya maana na watu wanapaswa kusikiliza. Asante mheshimiwa. Naitwa Joshua George, natoka Jambo TV. Na tamani kufahamu, ikiwa serikali inasema kuwa nchi ndiko salama na yenye amani, ni kwa nini zuio la mikutano ya kisiasa linaendelea mpaka sasa? Joshua George, swali lako jepesi sana. Zuio la mikutano lilitolewa kutokana na vitisho vilivyokuwa vinatolewa na waziri wetu wa mambo ya ndani, ambaye ndio anasimamia vyombo vyetu vinavyosimamia ulinzi wa raia na mali zao, kwa maana ya polisi. Kutokana na taarifa walizokuwa nazo, walibaini kwamba mikutano iko mipango ya baadhi ya watu wenye nia ovu ya kutumia mikutano kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani, na ni jukumu la serikali kupitia vyombo vyake kuwalinda wananchi na mali zao. Kwenye suala la usalama wa nchi hakuna mjadala wa Tanzania. Asije akawadanganya mtu yeyote. Maana wakati mwingine unamwona mtu anazungumza mpaka mishipa inamtoka. Tutafanya hivi, tutaandamana, tutachoma, tutafanyeje? Nchi hii ina vyombo vya ulinzi na usalama. Kazi yao ya kwanza ni kuzuia vitendo vya uvunjifu wa amani, vitendo vinavyowavuruga Watanzania kwenye majukumu yao ya kufanya kazi, kutengeneza uchumi, kupata kipato na kuendeleza nchi yao na familia zao. This is not a banana republic. Umesikia Joshua? Hii ni nchi yenye misingi ya kikatiba na kisheria, na ni nchi yenye taasisi imara zinazotambua wajibu wake. Tulipata changamoto tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana. Never and never again. Hatutaruhusu zirudie tena. Na naomba hili jambo Watanzania walielewe na waungane na serikali na vyombo vya ulinzi na usalama. Tunapolinda usalama wa raia na mali zao, hakuna mzaha. Na mtu asikudanganye kijana yoyote kushiriki kwenye vitendo vya uvunjifu wa amani. Ikikatazwa imekatazwa. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vitakavyojiridhisha kwamba hali ni shwari, nia hizi ovu hazipo, mikutano itaruhusiwa. Nchi hii ni ya kidemokrasia, lakini demokrasia haiwezi kawa juu ya amani na usalama wa watu na mali zao. Itakuwa ni nchi ya ajabu. Watu wanaongea kwenye mitandao ya kijamii, kesho tukiamka wengine wakachome shule za sekondari, wengine wakachome shule za msingi, wengine wakachome Benjamin Mkapa hospitali, wengine wakachome vituo, alafu na vyombo vya usalama vimekaa kimya. Mnasubiri wakachome kweli? Mwaka jana si walisema watachoma? Hawakuchoma, walichoma. Hamkuona mwendokasi zimechomwa? Hamkuona mabasi ya watu yamechomwa? Hamkuona watu wamechoma maduka yao? Hamkuona watu wamepoteza maisha? Hamkuona watu wameumia? Sasa tuviruhusu tena vitokee? Never and never again.
Kwa hiyo tuviache vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vifanye kazi yao, vinaifanya kwa weledi. Vikituelekeza hapa tusifanye, tusifanye. Vikisema sasa ni salama kufanya, tutafanya. Kwa wakati huu mikutano imezuiwa. Vyombo vyetu vitakapojiridhisha kwamba hali ni shwari, itaruhusiwa, itaendelea. Hakuna shida. Mkutano wa hadhara sio kufa na kupona, kwamba mkutano wa chama cha siasa usipofanyika Watanzania watakufa, lakini fujo zikifanyika Watanzania watapata hasara. Kwa ni jukumu la vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua. Jamani, nafikiri tumemaliza.